Habari za wakati huu mtazamaji wa The Chanzo, tunakukaribisha tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vya Dira Mtaani, ambapo tunakutana na vijana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi na kufahamu harakati zao, haso zao na namna wanavyochangamkia fursa kwenye maeneo hayo. Leo tuko maeneo ya Arusha mjini, lakini tutasikia hapa kutoka kwa washiriki wetu ni wapi haswa tupo na kufahamu zaidi kuhusiana na maisha ya vijana hapa na harakati zao za kila siku. Mimi ni Halifa Saidi, na kwa niaba ya wenzangu walioko nyuma kamera, Ambrose Dawai, Ibrahim Mgaza na Frank Mtoro, pamoja na dada Jen Susa kutoka shirika la Twaweza ambao tunashirikiana nao kwenye kuzalisha vipindi hivi vya Dira Mtaani, tunakukaribisha sana. Habari za saizi jamani? Karibuni sana The Chanzo. Nilikuwa nataka kuuliza kwa wale ambao wanatuangalia kule, hapa ni wapi? Hapa tupo Arusha mjini, maeneo ya Impala, kata ya Kijenge. Yeah. Kata ya Kijenge. Kijenge. Ndio. Impala, na hii ni public garden, sio? Ni bustani hii, pazuri sana hapa. Sawa, asante. Na kata ya Kijenge au Arusha mjini, ni vitu gani vinaitambulisha sana? Yaani ni vitu gani vinaitambulisha kata ya Kijenge au Arusha mjini? Tunaona roundabout hii hapa ambayo kwa jina maarufu sana ni Impala. Na yani ni roundabout ambayo ukienda upande wa kushoto kwangu unaenda Njiro, na ukipandisha barabara ya juu kulia kwangu unaenda kutokea Philips, na ukisema unanyooka mbele unaenda Moshono. Na hiyo ndo kiashiria halisi ambacho tunaweza kusema tuko kata ya Kijenge Impala. Asante. Asante sana. Na nyinyi nyote ni wenyeji hapa, sio? Hapa Arusha mjini, yani mnaishi hapa. Nini kwa mfano mtu akikuuliza kinakufanya ujisikie fahari na eneo lako hili? Kwa majina naitwa Shakira, natokea kata ya Sekei. Na kwa upande wa Arusha kiujumla, nadhani kila mmoja wanasikia Grand Melia Hotel. Grand Melia Hotel iko hapa karibu na sisi, upande wangu wa kushoto tuna Grand Melia Hotel. Lakini pia Arusha sana sana kuna sekta nyingi za utalii, kuna majengo ya utalii mengi, vile vile tuna vivutio mbalimbali kama kuna Duluti ambayo unapanda nayo unaenda barabara hii ya Usa. Kwa unaenda Usa kuna Duluti. Ni sehemu nzuri ya kuvutia. Na pia tuna jengo la makumbusho. Ndio. Mwingine anataka kuchangia? Kwa majina naitwa Jazila Awadhi, ni mzaliwa wa Arusha. Arusha inajulikana kwa ukubwa sana. Arusha inajulikana kwa uzuri wake, na kikubwa kinachoibeba Arusha ni utalii kwa ujumla, kwa sababu Arusha imebarikiwa sana kwa kuwa na vivutio mbalimbali pamoja na hoteli tofauti tofauti zinazoweza kulaza wageni. Tunajulikana sana, kuna 5-star hotel kama Grand Melia, Mount Meru. Hicho ndo kinachoibeba Arusha sana. Kingine ni hali ya hewa. Tuna hali ya hewa ambayo ni nzuri. Nzuri? Hapo nateseka. Tuna hali ya hewa nzuri. Ni baridi, lakini ni baridi inayochangamsha tu, sio baridi ile ya kuumiza. Kwa hiyo kuna majira ya joto, lakini sio joto kali sana. Na kingine ambacho nadhani Arusha ina uniqueness yake ni hiyo baridi, hali ya hewa ambayo ni kipindi hiki cha mwezi wa 6. Sawa sawa. Sasa swali jingine ambalo nataka niwaulize ni kwamba sisi ni vijana wa hapa Arusha, tunaishi hapa, pengine wengine tumezaliwa hapa. Ukiambiwa
uelezee hali ya vijana wa Arusha kwenye sentensi moja, ungeielezea vipi? Kwa upande wangu mi naweza nikasema kijana wa Arusha ni kijana anayejituma. Yaani mostly vijana wa Arusha wanajituma kwa upande wangu. Vijana wa Arusha ni vijana wanaojituma. Sawa sawa. Mwingine? Kwa kuzungumzia vijana ni ngumu kuwazungumzia wote, kwa sababu mimi pia ni kijana, ila siwezi kusema vijana wote tuko kwenye mlengo mmoja, tunatofautiana. Kwa hiyo tukisemea kwa nilipo, mimi niko sokoni. Kwa tulipo sisi tunajitahidi kujituma, kujitoa, lakini kuna muda ndio hivyo mambo yanakuwa kama vile tunashindana sana na mazingira. Vijana tunaminywa sana, ile mnakuja mnaonekana kama mtaki kuingia kwenye mfumo. Yaani kwa nini kipo kinakufanya wewe uhisi unaminywa? Kilichopo sisi tuko nje kama machinga. Kiwa nje kama machinga, mara nyingi sana tunakamatwa sana, tunashindwa kuelewa ni tunakosea wapi. Sasa mnakamatwa na nani? Na mgambo. Mgambo. Yaani mnatolewa, si kwa mfano, si wanasema kuna maeneo yamejengwa kwa ajili ya watu kama nyinyi kuwepo, na lakini nyinyi mnang'ang'ania kuwepo kwenye maeneo ambayo serikali haitaki muwepo, si ndio? Iko hivyo? Hatung'ang'anii, lakini kiuhalisia ni kwamba hatuwezi kukaa sehemu hamna mzunguko wa hela. Sisi tunatafuta sehemu ambazo watu ni wengi. Yaani hatuwezi kusema ni sehemu sahihi sana, kwa sababu tunakaa karibu na barabara. Hatuwezi kuita sehemu sahihi, lakini pia ndio sehemu ambayo tunafanyaje, tunajipatia vipato vyetu. Tukikaa kule sehemu tulikowekwa, watu hawaji kama tunakowafuata sisi, kwa lazima tuwafuate. Tukiwafuata ndio hivyo tunakamatwa, na tukikamatwa sio kwamba unakamatwa ili uambiwe uondoke. Hapo ukachukuliwa kazi, kakaa wiki imeharibika, unaenda ndo unapewa. Sasa kwa sio haina afya kwa vijana. Sawa sawa, tutarudi, tutaendelea na hilo, lakini mpe kaka pale Mike. Wewe unaionaje hali ya vijana wenzako hapa mjini? Mna hali gani? Unaweza kuelezea vipi hali ya vijana hapa? Kwa majina naitwa Lazaro Maliaki, natokea Mkono, kata ya Terrat. Vijana, kwa hali ya vijana wa hapa Arusha kwa sasa, wengi wameamka, wanapambana. Wengi wanapambana, watafuta riziki. Ila changamoto pia ni mtaji na elimu ya ujasiriamali. Wengi kwa sasa wameamka, wanapambana. Sasa wapambanaji wanajituma pale tumeona, lakini mwingine? Kwa majina naitwa Beneza Elias, ni mjasiriamali mdogo. Anafanya biashara zake za kujipatia kipato. Sogeza maiki kidogo. Mimi kwa mtazamo wangu, kwa hali ya vijana Arusha, vijana wa Arusha ni wapambanaji, lakini pia ni ambao wanaangalia fursa mbalimbali. Ila kutokana pia na changamoto za mtaji, sometimes wengi wanafanyaje, wanaingia pia kwenye mazingira ambayo sio mingi ile kutafutia riziki. Lakini kiukweli akiwezesha kwenye mtaji, lakini pia sasa hivi anawezesha, tunamshukuru pia mama anavyofanya. Anatuwezesha pia. Mama Samia unamaanisha? Mama Samia ndio. Anavyofanya pia anatuwezesha kwenye mitaji, tunaendelea kupambana. Lakini kweli vijana wa Arusha ni wa kivipi? Mama Samia amewawezesha kimtaji, mfafanua. Wewe umesema ni mjasiriamali mdogo. Ndio. Anatuwezesha kwa sababu kuangalia sehemu tofauti, unakuta labda kuna vitu, mfano
hizi nani toyo bajaji zimewekwa, au anatoa ni mtaji masokoni kwa vijana tofauti tofauti. Anatoa? Hebu unataka kufafanua Dickson? Nafikiri anazungumzia ni ile mitaji ya ujasiriamali inayotolewa na halmashauri ya jiji. Ile 10%. Ile 10%, nafikiri anachomaanisha. Okay. Huo umewahi kuomba? Hapana, sijawahi kuomba. Yeah. Sawa. Na hapa tumesema baadhi ya of course picha ambayo tunaipata hapa ni kwamba vijana wa Arusha wanapambana, wanajituma, lakini fursa ni zipi ambazo kijana anaweza akajihusisha nazo hapa? Mimi nitaongelea kwa muktadha mmoja au miwili. Nitaongelea kwa kijana aliyetoka chuo kwamba fursa zipo, ila ziko limited sana kwa sisi ambao tumetoka chuo, kwa sababu kuingia kwenye soko au penetrate kwenye system ya ajira au ya kazi yoyote ni ngumu sana. Yaani kama kijana mimi nitaelezea kama ni ngumu sana. Ila fursa zinapatikana, ila kwa udogo wake sana, kwa sababu ambao wapo hawatoki kwenye system za ajira, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ni watu wako HD kidogo kuliko sisi. Yeah. Kwa hiyo wewe unasema kwamba kwa watu ambao wamehitimu chuo kikuu na wakaja wakatafuta ajira ni kwamba ajira hazipatikani kabisa. Lakini hakuna vitu vingine ambavyo wanaweza kujishughulisha navyo? Vipo vingi sana. Kama nini? Yaani kwa hapa Arusha unaweza kujishughulisha sana. Kitu kikubwa sana ni utalii. Yes, kama kijana utalii ni fursa nzuri sana. Ndio. Sawa. Nani mwingine ataka kuchangia? Mimi naitwa Mwamini Msangi, natokea Sokoni Wani. Tumebezi hapo kwenye fursa tu. Kuna vijana ambao wanakosa hizo fursa, wako huko kwenye mitaa yetu, unakuta wameshaingia kwenye bangi, wanakunywa magongo, yaani au sasa kwa huku kwetu Arusha ndo wanaingia kwenye huo upande wa vibaka. Kwenye mitaa ya huko kwetu Sokoni Wani, Daraja 2 ndio asilimia kubwa ya vijana waliopo huko. Ndio tuko wapambanaji, lakini tunaopambana tuko kwa uchache wetu, na kuna wengine ambao Kwa hiyo umesikia hii tena, vijana wa kiume anasema kwamba wanaopambana actually ni wachache, lakini ambao wanajihusisha na vitu kama uhalifu, uvutaji bangi, unywaji gongo ni wengi. Wewe unaunga mkono hiyo? Nijitambulishe tena? Okay. Kwa tukisema tuliongelee hili swala la vijana wa Arusha, naweza nikaunga mkono hoja ya Mwamini. Ni sawa na iko right kabisa. Kwa sababu gani nasema hivyo? Vijana wa Arusha ni wengi sana, hasa wa kiume, na fursa sio lazima mpaka fursa itoke kwenye serikali. Kuna vitu vingi sana vya kujishughulisha ambavyo kijana ukifanya unaweza ukajipatia riziki ikakuingizia kipato. Lakini sasa kwa hali ambayo tunaiona, vijana wapo wanakaa vijiweni, wanakula mirungi, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, lakini ukikaa hasa ukiangalia kile ambacho anakitumia kinakuwa, yani sijui niweke vipi, kinakuwa hakijatoka katika utafutaji. Sawa na ndo maana yani unakuta mtu, yani dada yani nimepita umenikwapua pochi, ni kutokana na kijana hataki kujishughulisha. Hatuwezi kutarajia fursa kutoka serikalini labda ituletee hii hapa fanya, ni uongo. Kwa hiyo tunachotakiwa vijana wa Arusha ni kupambana. Ni kupambana, tujitahidi sana. Tunaweza kuwa na hata shilingi 10,000 na kutosha sana kwa mtaji.
10,000 inaweza ikaleta, yani inaweza ikaleta milioni, ikaleta pesa zaidi endapo ukiwa una akili ya kufanya biashara. Lakini ndio swali linabaki kwamba hizo fursa zipo, yani fursa zipo ambazo vijana wanaweza kuzichangamkia ili wasijihusishe na uhalifu, kwa mfano. Kwa sababu pengine kijana atakwambia, bwana, sioni mimi cha kufanya, nimetoka chuo kikuu, nimemaliza degree yangu, nimekuja hapa, nimetafuta ajira sijapata. Kaka pale amezungumza, nimeona niende nikajihusishe na kuuza vitu pale barabarani, mgambo wanakuja wamenichukua vitu vyangu, sina cha kufanya. Kwa hiyo nataka nikuulize, fursa zipo ambazo zinaweza zikawafanya vijana waache kufanya hivyo vitu ambavyo unavilalamikia? Na yani nikirudi kwenye swala la kusema fursa kwa Arusha, sijui niweke vipi, kama yule alivyosema yule kijana wa chuo kwamba kama umesoma, yani kwa Arusha nenda somea guide ili uweze kupata ajira. Au kama ndo narudi kule nyuma, hujasoma, tafuta yani hata shilingi 10,000 unaweza ukaenda sokoni ukanunua kama ni karoti za kiasi hicho, sawa, unaweza ukauza. Yani nikijitolea mimi mfano, mimi nauza barafu ile ya shilingi 100, na nilianza na mtaji wa hiyo naongelea shilingi 10,000. Sasa hivi nimeendelea, nimekuwa sasa hivi na mtaji wa shilingi 50,000. Sawa, pamoja na barafu nikajiingiza kwenye chuo nikasomea keki. Sawa, kwa hiyo sasa hivi nafanya bakery. Na namshukuru Mwenyezi Mungu pia mikono yangu inanisaidia, napika na bites zingine. Kwa hiyo nafanya order. Natuma status, watu wanaona, naendelea kupata wateja. Kwa hiyo vijana tusibweteke, tujishughulishe ili tusichukue cha mtu ambacho sio cha halali. Unataka kuchangia pale? Kiukweli fursa ni nyingi sana. Fursa ni nyingi kila mahali. Tanzania imebarikiwa vitu vingi sana. Kwa fursa, kuna fursa ya kilimo, kuna ufugaji, yani hata sokoni, kuingia tu sokoni, kununua mazao, kuuza mazao. Fursa ni nyingi, isipokuwa mtu kufikiri na kuifanya ile fursa practically imletee matokeo mazuri. Apate kipato. Mtaji mkubwa sio kwamba ndo unaweza ukamfanya mtu aendelee mbele. Unaweza ukaanza na mtaji wa milioni 50 ukaishia kubaki hauna mtaji kabisa. Isipokuwa ni vijana sasa hivi tumekuwa wavivu wa kufikiri. Na ndo maana wengi wanaamua kuchukua hatua ya kutumia madawa ya kulevya, kunywa pombe kwa ajili ya kupuuza majukumu yake ambayo anatakuwa yafanye kama kijana. Na umri wa kijana ndo umri ambao ndo anatakuwa afikiri, atumie akili yake vizuri. Kwa mfano, mimi nimemaliza chuo. Nilipokuwa chuo nilikuwa nikiuza juisi, muda wangu ambao nakuwa niko free. Nauza juisi na nilianza na mtaji wa shilingi 5,000. Lakini baadaye nikawa na mtaji wa laki na nusu, nikafika hadi 200,000 mpaka nikafungua restaurant. Nikauza chakula. Mpaka leo nauza chakula, nachukua order na supply. Elimu ya degree haipaswi kijana ajiwekee mawazo yake kwamba akiwa na elimu ya degree basi baada ya hapo ni kuajiriwa. Hapana. Isipokuwa elimu inatakiwa iwe kama ufunguo wa kumpa kijana mawazo chanya ya yeye kujisimamia. Yaani ni njia ya kutoa ujinga tu ili kupata maarifa na jinsi ya kujiendesha kiuchumi. Kwa sababu hatuwezi kutegemea serikali kwamba kila kitu tutakipata. Kuna muda serikali itatusapoti, kuna muda serikali inaweza kutusapoti na ukashindwa. Ukapata mtaji kweli, ukapewa mkopo, lakini ukashindwa kuendesha hiyo biashara. Kwa hiyo mimi naweza nikasema vijana tuamke na tuchangamke
kutumia akili na kuondoa ujinga kwamba basi tu mimi siwezi nikafanya kazi fulani kwa sababu labda mimi na degree siwezi kutembeza juisi au siwezi kutembeza chakula. Hapana. Kipato ni kile ambacho unakipata na huenda wewe ukakipata kikubwa zaidi ya yule ambaye yuko amekaa ofisini ameajiriwa. Ndio, shukrani. Huku kuna mtu ana maoni? Kwa upande wangu mimi ninavyoona, fursa hakuna. Fursa ni hakuna. wewe mwenyewe kuamua kwamba ndio nimesoma, ajira sijapata, niamue sasa kufanya biashara. Uamue labda sasa kuwa hivyo machinga au kufanya biashara yoyote kama labda ya vyakula, juice na vitu vingine, labda mitumba masokoni. Kwa mfano kama mimi hapa, mimi nafanya biashara masokoni. Ndio hivyo hivyo, hali ni ngumu, uchumi au uko vizuri, unapambana, unapata mtaji kidogo, unaenda unanunua nguo, unapeleka sokoni. Naye kule sokoni kuna tozo mbalimbali, sijui kuna ushuru, sijui kodi meza, sijui ufanye nini. Mimi nafikiri vijana wengi wako tayari kufanya hivyo vitu. Wako tayari kufanya biashara, mtu yuko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo kama mtu yuko tayari kufanya hivyo vitu, alafu anaenda kufanya labda hiyo biashara na nini, anakutana na vikwazo vidogo vidogo kama hivyo, unakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unakuta hela nyingi umetumia kuliko nyingi ambayo utapata save. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa mambo ya masoko na vitu vingine kama hivyo vya kufanya biashara za kujitegemea, watu wasiokuwa na frame na nini, wasioweza kulipa vitu kama hivyo, vile vitu vingekuwa kidogo hali ya chini. Yani kama hizo tozo kidogo zingepungua, vijana wangeweza kufanya hizo fursa. Dada? Kwa majina yangu naitwa Neema Richard. Mimi kwa upande wangu naona fursa ni wewe mwenyewe, kama alivyosema dada. Ni wewe mwenyewe kutumia nguvu na ujuzi wako binafsi. Usisubiri kuajiriwa. Yani hivyo. Yeah. Wewe unajishusha na nini? Mimi hapa napika vitafunio kwenye hoteli moja hivi soko Mjinga. Yani kazi yangu tu asubuhi nikiamka naenda kupika vitafunio asubuhi na jioni basi. Ndio. Kuna mtu unataka kuchangia bwana? Mpe maiki pale. Vijana tunaambiwa tuache mawazo mgando. Tuache uvivu. Tuchangamkie fursa. Sogeza maiki mdomoni. Kwa upande wangu mimi naona hapa Arusha fursa zipo nyingi sana. Fursa zipo nyingi. Ni vijana wenyewe tu hawajiongezi. Hawajiongezi. Sababu kuna baadhi ambao wamezitambua hizo fursa. Wao tunajiunga kwenye bodaboda, wanaendesha bajaji, wajiajiri wenyewe kwenye biashara ndogo ndogo. Fursa zipo nyingi, ni wewe tu kutambua fursa yenyewe kwamba nataka kufanya. Sasa swali ambalo kuna mtu anataka kuchangia kwenye hilo eneo? Asante. Kwenye swala la fursa, nafikiri kwa Arusha fursa ni nyingi. Tukianzia na kilimo, usafirishaji na utalii. Tukianza kwenye swala la utalii, nafikiri kwa Arusha, nafikiri ndio mkoa ambao una vivutio vingi au yuko karibu na vivutio vingi. Kwa mfano kwa Arusha kuna Arusha National Park ambao pia ni hifadhi, pia kuna mlima Meru ambao pia unatumia kwa ajili ya watalii, ambao nafikiri mlima namba 2 kwa urefu Tanzania nafikiri. Pia kwa Afrika sijui ni wangapi. Ukiangalia upande mwingine kuna hifadhi ya Ngorongoro. Mara nyingi watu wanatokea Arusha. Ukienda kuna Tarangire inaanzia Arusha. Kuna Manyara inaanzia Arusha. Kuna Serengeti pia inaanzia Arusha. Kwa Arusha utalii nafikiri ni kitu kikubwa. Ila changamoto ya Arusha kwenye swala la utalii au nafikiri kwa nchi nzima bado utalii hatujauchukulia kwa ukubwa sana au kufanyia promotion au matangazo. Yani kwamba kidunia au yani kidunia kwamba ijue kwamba Tanzania kuna 1 2 3 4 5. Maana yake utalii ukishakuwa, maana yake hata sisi nafasi ndogo hizi ndio changamoto za ajira, si ndio zitakuwa nini? Zitapungua kutoka kama utalii umeshatangazwa umekuwa ni mkubwa. Lakini kingine kwenye swala la kilimo inaingiliana pia na utalii. Arusha pia kuna hoteli nyingi sana. Hoteli zinahitaji vitu kutoka mashambani. Nafikiri havihitaji kutoka nje. Si ndio? Kuna nyanya, kuna yani mboga zile zinahitaji kutoka nini? Kwenye kilimo na pia na ufugaji. Kwa hiyo hoteli ziko za kutosha. Changamoto inahitaji kwenye utalii, Arusha nafikiri hakuna mashamba makubwa. Na pia kilimo
kilimo sio cha kuomba Mungu. Kilimo ni gharama. Kifupi, kilimo ni gharama, sio cha kuomba Mungu. Kwa hiyo nafikiri kwenye swala la kilimo changamoto yake kubwa ni mitaji na maeneo. Okay. Ndio. Fursa nyingine nafikiri ni swala la usafirishaji. Vyote vinategemea nini? Utalii. Maana yake watalii wakiwa wengi au shughuli za utalii zikiwa nyingi, usafirishaji utahitajika kwa ukubwa wake. Sawa. Sawa. So nadhani tunaweza tukakubaliana kwamba uwepo wa fursa ni kitu kimoja. Na watu kunufaika na hizo fursa ni kitu kingine tofauti. Na kama ambavyo mjadala wenu hapo mjadala wetu umejidhihirisha ni kwamba bado inaonekana ni kama vile hatujazichangamkia hizo fursa vya kutosha, si ndio? Na swali langu ni, kwa mtazamo wenu nyinyi, mnadhani nini kinatuzuia vijana tusiweze kunufaika kwa ukamilifu na fursa ambazo zimetuzunguka? Kwa mimi ninavyoona, kama wanavyodai fursa zipo. Likija swala la mikopo, kama hivyo labda sijui kuna fursa ya mikopo kwa wajasiriamali. Changamoto za paka kufikia ule mkopo, kuna vitu vingi sana hapo. Kuna wengine wanakwambia ili kupata mkopo mwe kikundi cha zaidi ya watu 5 hadi 10 mnaoishi kata moja. Hiyo inakuwa ni uongo. Maana unakuta mimi naishi Sokoni Wani, mwingine anaishi Sekei, mwingine anaishi wapi. Kukutana watu 10 au 5 ambao mna plan kufanya biashara moja, mnaishi kata moja, sio kweli. Kingine ni masharti ya upatikanaji wa huo mkopo. Kwa hiyo mimi nafikiri kama ni fursa hizo za mikopo na vitu vingine wajaribu kupunguza hayo masharti na vitu kama hivyo ili vijana waweze kufanyaje. Na hicho ndo changamoto kubwa ambayo inafanya vijana wengi washindwe kufikia hizo fursa. Wewe ulishawahi kuomba mkopo? Ndio, tuliishia tu njiani mpaka leo ninayogo hiyo katiba sijui ya biashara sijui nini viko nyumbani. Nini kilikufanya usiendelee? Tulishindwa kuendelea kwa sababu tulikosekana. Nilikuwa na rafiki yangu hapo. Tulikosekana kuwa wote kwenye kata. Kila mtu anatoka kata yake. Hicho ndo kigezo na pamoja kilitufanya tukanyimwa mkopo. Sasa, unataka kuchangia? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kinachotukwamisha ni kwamba ushuru ama taxes ziko juu. Kwa hiyo mimi kama kijana unakuta nina idea kweli ya kufanya kitu. Lakini sasa ushuru unaotakiwa kutolewa pale ni mkubwa. Kwa hiyo kama serikali ingeangalia kwa upande mwingine kupunguza taxes, hasa kwa upande wa utalii. Yaani taxes ziko very high. Kwenye nini kwa mfano? Yaani kwa mfano high. Kwa mfano kwenye hizi labda hotels. Labda nina idea ya kufungua Airbnb. Lakini natakiwa ni register, nifanye kila kitu. Na pia pale ndo ninaanza. Unaelewa? Mkopo wenyewe ndo nimepata kwa shida. Lakini ninavyoanza pia sio kwamba nitaanza directly nitapata hela. Na ukiangalia natakiwa nilipe taxes kila mwezi. Si ndio? Kwa hiyo kwa upande mkubwa ni taxes ziko high. Taxes. Mwingine japo serikali itasema sasa tusipotoza kodi nchi itaendeshwaje? Lakini pia nimesikia kwamba kwa kwenye bajeti hii hapa watu ambao wanaanza sijui biashara watapewa kama msamaha wa kodi. Watu wenye kuanzisha biashara ndogo ndogo, labda pengine hilo ni jambo unaweza ukalifuatilia na pengine unaweza ukanufaika nalo. Nani anataka kuchangia? Shakira, unataka kuchangia? Ndio. Kinachotukwamisha tusiendelee mbele zaidi au tuseme mtaji kukua, kupiga hatua moja kwenda nyingine, hapa katikati tunakosa support. Tunarudi pale pale kwenye kumnufaisha kijana ambaye ni mjasiriamali na mawazo chanya kuhusiana na mambo ya biashara. Kwa mfano nikitaka mkopo, kuna vigezo labda ambavyo mtu atakuwekea kama alivyosema dada pale. Vigezo vile ndo vinatufanya tusiweze tukanufaika na huo mkopo. Kwa mfano unaweza ukaambiwa labda uwe na asset ambayo itakupa dhamana wewe kupata mkopo, au sawa utapewa mkopo lakini riba ikawa ni kubwa. Mimi nadhani labda kijana ambaye amepiga hatua kiasi fulani, basi
aongezewe, apewe moyo wa kuendelea mbele, apewe mkopo, masharti yapunguzwe, wainuliwe vijana upande wa kuongezewa mtaji. Hebu mpe kaka maiki pale. Bro, wewe wewe tupe uzoefu wako. Hapa watu wanasema vijana hatuchangamkii fursa na nini. Lakini wewe kama ulivyotuambia, wewe umechangamkia fursa. Umeenda sokoni lakini unakutana na hizo changamoto. Kwa mtazamo wako wewe na kwa uzoefu wako wewe, ni nini kinasimama kati ya vijana na fursa? Nini kinatuzuia vijana tusinufaike vizuri na fursa zilizotuzunguka? Kwa uzoefu wako. Maiki. Yaani kwa uzoefu wangu kilichopo ni unaweza ukaanza na ukakata tamaa ukaacha, kwa sababu ya kile nilichokiongelea mwanzo kwamba wewe ulijitafuta mwenyewe ukapata mtaji, alafu unakuja umetoka kabisa ukasema naenda kuanza kazi, au kai kwenye hiyo kazi mwezi ule mtaji umeshaanguka wote kwa sababu ya vikwazo. Yani haiwezekani wewe umetoka umekuja na mtaji labda 300,000 alafu mwezi unaisha unakuwa una 200,000, si unaikimbia hiyo kazi? Maana kwa mimi nimefanya nikaacha, nikaenda tena kutafuta tena, alafu nikarudi tena, na sasa hivi nimerudi bado natamani tena kuondoka kwanza tena kwa sababu ya kitu ni kile kile. Na kwa hiyo ili kwa mfano wewe uweze kuendelea na hicho unachokifanya, nini kinapaswa kubadilika? Kinachotakiwa sisi tusifanywe kama wahalifu. Yaani haiwezekani mimi ni machinga nafanywa kama mhalifu. Kwamba mimi unanikamata, unachukua kazi yangu na kaa nayo wiki. Mimi nakuwa nakula nini kwenye huo muda? Si ndio? Nakuta huku na madeni haya unaniachia, nikitoka naanza kukava tena madeni ambayo nimefanyaje? Umenisababishia wewe. Ni kitendo cha kuniambia hapa utakiwi, ila kuna sehemu natakiwa, si ndio? Au kwa muda huu sasa hivi labda tuseme mchana amtakiwi maeneo, tuseme kwa hapa Arusha, tuseme soko kuu labda, kwa sababu ndo nafanyia kule. Ikiwa mchana utuambie mchana utakiwi kuwepo maeneo ya soko. Soko muda unaofungwa watu si hawafiki sokoni, si wanakosa baadhi ya bidhaa sisi tunakuwa nazo. Huo muda si tuachiliwe, hata kama ni masaa 2 matatu tunaweza kuishi nayo na kuendelea, lakini unakuta mgambo amekuja mpaka saa 1 saa 2. Saa 2 usiku ni muda wa kazi kweli. Na wenyewe pia akikukuta na kukamata na kanayo kazi yako wiki. Wiki wewe una familia labda. Yale unakuta mtu kaacha hiyo kazi, anaenda kutafuta kazi zingine. Zikikwama pia ndio hiyo wanaingia kwenye uraibu kutokana na masuala hayo. Yeah. Kwa hiyo kumbe inawezekana kwamba watu wanaojihusisha na hayo mambo ya uraibu kama kuvuta bangi na nini, pengine ni kwamba walikutana na hizi changamoto za migambo. Inawezekana? Inawezekana kwa sababu hata vijana wengi ambao wanatumia hizo pombe, bangi, mirungi, vitu vyote hivyo, wengi ni wasomi pia. Unakuta kabisa mtu amefika chuo, ana masters, ana degree, ana diploma, yuko vizuri, amesoma kabisa, lakini kutokana sasa nakuja huku mtaani, amekuja mtaani, amekuta ndio fursa hizo zipo. Kwenye kuingia kwenye hizo fursa ndo vikwazo vingi kama hivyo. Anakosa cha kufanya, mwisho anakata tamaa, anaamua kuingia kwenye vitu kama hivyo, kusema anatoa stress, lakini kumbe ndo anajiharibia. Mpe bro pale. Asante. Mimi nitakuwa against kidogo na wenzangu kidogo kwenye swala la mkopo. Yaani nimeona wengi tunaongelea swala la mkopo, lakini changamoto, shida sio kupata mkopo. Shida ni utumiaji ile hela au mkopo nao pewa.
Tukiangalia system ya Waafrika au ya Tanzania kwa ujumla ni sio nzuri kidogo, kwa sababu mtu unaweza kukuta mtu anapata hela nzuri tu, ila sasa ataitumiaje ile hela anaipata ndio changamoto hiyo. Ila ukiongelea kuhusu fursa zipo. Mkopo wewe unamaanisha kwamba mikopo inapatikana yani? Mikopo inapatikana. Wewe uliwahi kuomba? Hapana. Mikopo inapatikana. Hizo process za mikopo ya manispaa unazijua? Sijaongelea muktadha wa mkopo, anaongelea hela. Ajalishi ni umekopa au umepewa, anaongelea kwamba system ndio ipo mbaya kuliko mkopo. Mimi naongelea kama mtu unakuta ana 10,000 yake tayari. Shida sio ule mkopo. Tuseme 10,000 ni umepewa ni mkopo. Shida utaitumia vipi, ndio maana nasema. Yaani unamaanisha kwamba vijana hawajui matumizi mazuri ya pesa. Yaani matumizi mazuri ya pesa ni changamoto, kwa sababu sisi tumelelewa kama Waafrika, kama Watanzania ni labda ni kusoma tu. Sisi tunajua kusoma tu au kufanya kitu fulani, lakini kutumia fursa inakuwa changamoto sana. Dickson, naomba nichangie kwa bwana huyu hapa. Nafikiri pia anachomaanisha kwamba naenda na dada hapa na kaka pale, kwamba inawezekana kweli dada amepata changamoto kwenye kupata mikopo, ikawa ni shida kwake, lakini pia inawezekana kaka amepata ule mkopo, changamoto inakuja kwenye matumizi. Anapozungumza bwana kwa matumizi, pesa inaweza kutumika kwamba sio vema sana. Mfano bwana ni machinga pale soko kuu, leo amechukua mkopo tuseme wa 200,000, alafu jioni ameweka labda mkokoteni wake labda wa nguo au matunda, baadaye mgambo ameondoka nao. Umeona? Kwa hiyo nafikiri pia mazingira ya ule mkopo, kwa mfano unanipa mkopo, sawa, umenipa mkopo wa 200,000, lakini eneo la machinga ambao kuna mzunguko nimelipata. Kwa hiyo ni mazingira yatanisaidia nini? Kurudisha ule mkopo na mimi kuendelea kukua. Lakini uwezi kunipa mkopo afu eneo la kufanya ile shughuli hakuna. Mwisho wa siku nafanya nini? Naingia kwenye uraibu, naamua kunywa pombe au naamua kutumia kwenye familia, kwa sababu sasa sina sehemu ya kupeleka. Kwa hiyo unakuta ule mkopo haumsaidii kijana moja kwa moja. Mwisho wa siku tunaingia kwa kaka hapa kwamba mikopo inawezekana tunapata kweli, lakini haitusaidii. Sawa. Na nilikuwa najiuliza viongozi wetu wanafahamu haya mambo tunayozungumzia, changamoto za mikopo, uraibu wa vijana, changamoto ya migambo, mitaji. Viongozi wetu kuanzia ngazi ya mtaa, wilaya, halmashauri, mkoa wanayafahamu haya mambo? Kwa sababu si tuna viongozi, si? Yaani si kila siku tunakwenda tunaambiwa twende tukapige kura, tunapiga kura, tunalipa kodi kwa sababu ya kuwawezesha viongozi wafanye kazi vizuri. Haya mambo wanayaelewa? Naomba niongelee kwa ngazi ya kata yangu. Nikiongelea kata yangu mimi ya Osunye Jeyara kuhusu swala la mikopo, kiukweli wanajitahidi. Na ninasema hivyo wanajitahidi kwa sababu si muda sana tuliitwa na diwani wetu akatupa ilani ambayo yani mambo ambayo ameyafanya tangu alipoingia. Kwa hiyo katika swala la mikopo ni inaonyesha dhahiri kwamba mikopo ipo, lakini watu wa kwenda sasa kama alivyosema huyu, michakato hiyo ya hivyo vikundi kujiunga, na unakuta wengi wanahitaji mkopo apate binafsi ili anufaike nao vizuri. Kwa hiyo kwa ngazi ya kata yangu mikopo ipo na watu wanakopa. Binafsi yangu mimi sijawahi kukopa kujaza form kwamba nahitaji mkopo, lakini kutokana na ilani ile ambayo tulipewa na diwani wetu ni kwamba mikopo ipo. Na ni baadhi ya vikundi vilikuwa kama 3. Kwa hiyo mikopo ipo, ila pia wanaokopa jamani hawarudishagi mikopo. Hiyo ni kwa nini hawarejeshi? Pengine kwa sababu pengine biashara haijafanikiwa. Sasa kama biashara haijafanikiwa anarejeshaje mkopo? Hapo sasa.
Au unadhani kwa nini wanufaika wa mikopo hawarejeshi mikopo kwa mtazamo wako wewe? Kwa mtazamo wangu mimi naona, unajua wengi wao kuna ile mikopo ya kausha damu huwa inawapeleka puta sana. Kwa hiyo naona yani hii mikopo ya serikali inakuwa haina haina ile kukumbushwa, sijui rudisha hivi, kufuatiliwa, hiyo ndo inakuwa pia ni changamoto. Sawa. Nani ana maoni mengine kuhusiana na kama viongozi wetu wanayafahamu haya mambo? Mimi sijui naongezea au nafanyaje hapo kwenye hiyo mikopo, maana sisi hizo process tulizifanya na tuliambiwa tuwe 5, na kweli tulikuwa 5. Tukaenda kwa mtendaji wa kata, ndio tuliambiwa tunapewa barua ya nini, ya utambulisho. Tukapewa hiyo barua. Baadaye ya ile barua sasa ndio tukaambiwa tuende mahakamani, tukakutana sijui na mwanasheria, ndio atatusainia ili tuweze kwenda halmashauri. Kwa huyo mwanasheria ndio sasa tulipoanza kuulizwa, wewe unatokea wapi? Mimi Sokoni 1. Wewe mwingine Elerai. Wewe sijui wapi. Tukaambiwa haiwezekani. Kama ni hivyo inatakiwa mtoke wote Sokoni 1. Ndio tukaambia hata hivyo sisi tumetokea Sokoni 1 huko kila mahali, lakini hatujachukulia fomu huko. Tumechukulia Levolosi, sehemu ambayo ndo sehemu ya biashara zetu. Ndio hapo tumekutania na ndio hapo tutakapoweza kukutania. Na hata marejesho ndio sehemu ambayo ya karibu ya kurejesha. Ndio tulivyoambiwa imeshindikana, hatukuendelea tena. Sasa kuhusu kujua au kutojua, sisi hapo ndo hatuelewi, kwa sababu tulitoka tu moja kwa moja kwa mtendaji tukaenda mahakamani. Sawa. Nini kinapaswa kubadilika ili hali ya vijana wa Arusha iweze kuimarika? Nini kinapaswa kubadilika? Kwa mfano, labda pengine kama ungekuwa kwenye nafasi ya kiongozi labda ambaye ana uwezo wa kufanya maamuzi yanayoweza kubadilisha maisha ya vijana wa Arusha, nini ungefanya? Kwa upande wangu mimi, kama ningekuwa kiongozi, kwanza ningetoa mikopo kwa vijana, mikopo ya kuwezesha kufanya kazi. Mikopo inatolewa, sio? Wamesema hapa amesema mikopo inatolewa, ipo, watu wanapata. Huyu hapa dada amesema mikopo ipo, inatolewa. Basi ningetengeneza namna rahisi hao vijana kupata mikopo hii. Na pia ningetolewa elimu ya ujasiriamali ili vijana waweze kupata namna kupata elimu ya sawa. Mwingine? Kwa upande wangu mimi, kwanza niseme vijana wa Arusha wengi huwaga ni waelewa. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ningefanya semina mbalimbali kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya vijana. Ili unapompa elimu, unampa elimu afu baadaye unakuja kumpa pesa ili aweze kwenda kuifanyia hizo shughuli. Sasa kama ni za ujasiriamali au kama kuna biashara wameplani wafanye pamoja, ningefanya hivyo. Alafu kingine, hizo fursa ningepunguza masharti ya hizo fursa. Kwa mfano kama sasa hivi naona vijana wengi wanapewa hizi bodaboda za mikopo. Tena saa nyingine ni watu binafsi wanatoa hizi bodaboda za mikopo. Unakuta mtu anatoa bodaboda ya mkopo kwa kijana, anamsainisha na nini, anapeleka rejesho kila siku. Anampa ile bodaboda, sio kwamba amempa sasa kwa kuwa unaona itamsaidia. Mimi naona kama amempa inazidi kumwangamiza. Utarejesha kila siku, rejesho la mwaka na miezi 5. Kwa hali tu ya maisha na sasa hivi nauli kupanda bei na mafuta, mtu anafikiria nipande toyo tu hapo na hapo nani hii Mnara wa Saa kwa 2000 au kwa buku jero, na wakati nilikuwa napanda buku natembea kwa miguu. Kwa hiyo inawapa ugumu pia vijana kufanya biashara zao kwa uhuru, kujiingizia kipato. Nini kinapaswa kibadilike? Mimi kwa upande wangu naona mimi ningekuwa ndo kiongozi. Kwanza ningefanya urahisi wa upatikanaji wa nini wa mikopo, kusiwe na ile changamoto ambazo tumeziongelea hapa. Lakini cha pili, ningepunguza kodi pia kwa kiasi fulani ambacho akiteza kutubana sisi na ambacho kitaweza kubana vijana pia, ili pia wachangamkie nini zile hali zao za zile fursa ambazo wanazo. Lakini kingine pia ningetoa kama nilivyosema pale, semina kwa vijana
tofauti kwamba kuna hichi atufanye hivi, fanyaje tuendelee pia kuongezeka katika hali yetu ya kimaisha. Ndio. Sawa. Kwa mimi nafikiri nini kifanyike, mimi ningekuwa kwenye nafasi labda ya uongozi, kwanza kuna ile NIDA ningeipa nguvu, yani kifupi ningeipa nguvu, kwa sababu ile NIDA ina matumizi ya mtu mmoja. Kwa hiyo ile NIDA ingemsaidia kijana yoyote, ndio labda mkopo wa pikipiki au mkopo wa halmashauri au mkopo wowote, imsaidie kufanya nini, iwe ndo kila kitu, yani sio uwe na NIDA upitie kwa mwenyekiti wa mtaa, sijui balozi, sijui bado uambiwe uende kwa mwenye sheria mahakamani tena ukaape. Mimi nafikiri NIDA ningeipa nguvu zaidi, kwamba ukishakuwa na NIDA yako haina haja ya mlolongo mwingine wa Sawa. Kuna mwingine anataka kuchangia? Mimi ningekuwa kiongozi wa juu yoyote, ni yani kutumia fursa vijana au kufanya ni changamoto kidogo, ila vijana tunashindwa kutumia fursa, kwamba tunaona kwamba fulani atanionaje. Yani ukishatanguliza leo neno kwamba fulani atanionaje, hata fursa zinakuwa zingine unashindwa kuzitumia vizuri. Kwa hiyo mimi ningejikita kwenye semina na elimu. Ndio. Lakini unajua semina zinatolewa au hazitolewi? Hapana, sitolei semina za fedha. Semina za fedha za namna ya kutumia fedha. Wengi nimeona hapa tuna deal na mikopo, nitatoa mikopo. Hapana, mikopo tutaweza tukatoa au inatolewa, lakini ningedeal sana na elimu ya fedha, kwa sababu asilimia nyingi sana hatuna elimu ya fedha. Kwa hiyo elimu ya fedha afu ndo mkopo baadaye. Na pengine hiyo ndio inaweza ikaelezea hii watu kushindwa kurejesha mikopo, sio? Yes, kabisa. Kwa sababu mkopo unapewa lakini hujui namna ya kutumia pesa. Kabisa, kwa sababu unakuta umepewa labda 500,000 afu hujafanya chochote, nishabaki 100,000. Sasa utarudisha nini? Yes. Na unadhani tatizo la matumizi ya fedha ni tatizo kubwa? Tatizo kubwa sana kwa vijana, hasa Arusha. Naongelea Arusha, sijui kwa mimi. Ile najidhihirisha vipi? Inajidhihirisha kwa sababu kutoka na vijana, kwa sababu sisi tunaishi hapa Arusha. Yaani unakuta vijana wengi wanapata hela, kiachana mkopo, labda kijana mpata 50,000, 20,000, laki, kwamba anaenda kununua uraibu kama bangi na mnagani hivyo. Unakuta labda anasema fulani kafanya hivyo, au mimi nikinunua toyo fulani atanionaje. Kwa watu wengi hawana ile elimu ya kutumia hela. Yes. Shakira? Mimi nafikiri tuanzie, ningepata nafasi ya uongozi, ningeanza kwanza na mfumo wa elimu. Yaani mfumo wa elimu usitujenge theoretically kwamba tu basi usome, lakini practically kwenye reality ya maisha ndio ile unakuta mtu amaliza chuo anategemea ajira. Kwa nini mimi ningeanza kwanza na mfumo wa elimu ubadilike, kwa maana ya kwamba kijana kuanzia akiwa mtoto mdogo mpaka anakuwa mtu mzima afundishwe na ajijue, ajitambue yeye ana uwezo gani kuanzia akiwa mdogo, kwa mpaka anapofikia level ya kijana kujitegemea, tayari ana uwezo wa kusimama na kujiendesha vizuri. Kwa mfumo wa elimu nadhani ndio chanzo kikubwa ambacho kinatakiwa kibadilike. Sawa. Bro, unataka kuchangia? Kwa mimi sidhani kama mkopo ni kikwazo wala ni kitu cha kuanzia biashara, kwamba ni lazima uwe nacho ndio ufanye. Sidhani kama ni hivyo, kwa sababu mimi nilianza 2015 kiwa mdogo kabisa. Sijai kujua hata mikopo inapatikanaje mpaka sasa hivi. Nafeli, narudi mwenyewe ndikoanzia, naenda natafuta tena, narudi nasimama tena. Na kuanzia 2015 nadhani nimekuja kukimbia kazi kuanzia 2022 ndio nikaona mazingira yanafanyaje, yanakuwa magumu sana, yani kuliko mwanzo ilivyokuwa, kwa sababu ya mfumo ulibadilishwa.
ile mwanzo mfumo uliokuta na ulipokuja kubadilika ukawa umetupoteza tukakimbia wengi, tukawa tumetoka kwenye njia. Kwa hiyo kwa mimi siwezi kuongelea mkopo kwa sababu sijawahi kuchukua, lakini kama inatakiwa ipatikane kwa ambao wanahitaji ili wafanye, inatakiwa wapewe. Sawa sawa. Ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Labda swali la mwisho kabisa ambalo ningependa kufungia. Kwa hiyo unaona hali inaweza ikawa kuna changamoto nyingi, au sio bwana? Na tumeona kuna fursa tunachangamkia, kwa changamoto za mikopo, kuna changamoto za urejeshaji wa mikopo, kuna changamoto za ukiritimba huo wa upatikanaji wa mikopo, lakini changamoto za uraibu. So hali inaweza kawa ina changamoto nyingi, lakini sisi tunaishi, sio? Yani lazima tuendelee kuishi, maisha lazima yaendelee. Na nilikuwa nataka kuwauliza nini kinakupa matumaini ya kuendelea na unachokifanya licha ya changamoto zote hizi hapa? Kwa upande wangu mimi, kinachonipa matumaini ya kuendelea kupambana japokuwa hali ni ngumu ni watu wanaonitegemea, ni watu walioko nyuma yangu. Kwa hiyo nikisema niache kupambana, sio kwamba nitajikomoa mimi tu, nitakuwa nimekatisha hata ndoto au malengo na matarajio ya watu walioko nyuma yangu. Kwa upande wangu. Sawa sawa. Huku mwingine? Shakira? Mimi nakuwa na nguvu ya kuendelea mbele kwa sababu bado na malengo na nina ndoto ambayo nataka kuifikia. Kwa hiyo pamoja na changamoto zote ambazo tunakutana nazo, lakini sikati tamaa, inaendelea. Najua leo nitakosa, lakini kesho naweza nikapata, na kukosa na kupata kupo. Kinachotakiwa ni mtu asikate tamaa tu. Na wewe una ndoto gani? Ndoto yangu kubwa, natamani kuwa na hotel kubwa ya kitalii. Natamani pia kuwa mfanyabiashara mkubwa sana Tanzania. Na naamini kwa jitihada, pambana, nitafika. Utafika. Mwingine anataka kutushirikisha ndoto yake? Wewe una ndoto gani? Mimi ndoto yangu ni kuwa bekari mkubwa sana kama alivyo Alexandra Dar es Salaam. Na nini kinakupa matumaini kwamba unaweza kufika huko? Kinachonipa matumaini kwanza ni namna ambavyo ninajipambania mwenyewe katika kutafuta oda zangu, na kinachonipa matumaini kingine, nina watu wawili nyuma yangu ambao ni muhimu sana. Kwa hiyo ni lazima nipambane kwa ajili yao. Ni nani? Ni watoto wangu. Watoto wako? Okay. Wanaitwa nani? Kuna mkubwa anaitwa Miraji na mwingine Abdul Latif. Sawa sawa. Mwingine anataka kutuambia? Sawa. Basi mimi nawashukuru sana jamani. Ilikuwa ni wakati mzuri sana kuzungumza na nyinyi. Tumechambua mambo mbalimbali kuhusiana na ustawi wa vijana wenzetu hapa Arusha, fursa zilizopo, changamoto, lakini bado tuna matumaini kwamba hali inaweza kuwa bora zaidi, na pengine hiyo ndio inatufanya tuamke asubuhi kuyaendea malengo yetu tunayoyatamani. Mimi nawashukuru sana mtazamaji wa The Chanzo. Mpaka hapa ndo tumefikia tamati ya mazungumzo ambayo tulikuwa tunafanya na vijana kutoka hapa Arusha mjini, maeneo ya Impala. Hii ni Public Garden, sehemu nzuri kabisa, hali ya hewa mororo kabisa. Na umepata kuwasikia wananchi hawa, vijana hawa, kuhusiana na malengo yao na wanavyochangamkia fursa mbalimbali hapa, pamoja na wanavyo
wanajivuta kupambana na changamoto zinazowakabili kwenye maisha yao ya kila siku. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Halifa Saidi, na kwa mara nyingine tena kwa niaba wenzangu wale kwenye makamera, Ambrose Dawai, Ibrahim Mgaza, Frank Mtoro na dada Jen Shusa kutoka shirika la Twaweza ambao tunashirikiana nao kurekodi vipindi hivi vya Dira Mtaani. Mpaka muda mwingine, kwaherini jamani, asanteni sana. Shukrani sana.